Iran imejibu mshangao wa Rais Donald Trump kwamba kwa nini Iran haikubali kusalimu amri. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amejibu juu ya mshangao huo wa rais wa Marekani kuhusu sababu za Iran kutokubali kusalimu amri. Aliandika kwa wazi kupitia ukurasa wake wa X kwamba hatusalimu amri kwa sababu sisi ni wa Iran. Aliandika hivyo Abbas Araghchi. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi aliandika katika ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X akijibu kauli ya Rais Donald Trump aliyeshangazwa na msimamo wa kutosalimu amri wa Iran. Anasema, "Unataka kujua kwa nini hatusalimu amri? Kwa sababu sisi ni wa Iran." Alijibu hivyo. Kauli hiyo imekuja baada ya mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la Asia Magharibi, Steve Witkoff, kusema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha mshangao mkubwa kuhusu sababu zinazofanya Iran isikubali masharti ya Washington katika mazungumzo yanayohusu mpango wake wa nyuklia. Akizungumza katika mahojiano na Lara Trump kwenye kituo cha Fox News, Witkoff amesema kuwa Trump alionekana kukerwa na msimamo imara wa Iran na kutosalimu amri. Witkoff alidokeza wazi kuwa alidhani Iran inapaswa kulegeza msimamo wake kutokana na shinikizo kubwa linaloikabili nchi hiyo. Kutokubali Iran kusalimu amri mbele ya Marekani kunaweza kuelezewa kwa kuzingatia ngazi tatu za kidhana: ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Katika muktadha huu, msimamo wa Iran haupaswi kuonekana kama mwitikio wa muda mfupi dhidi ya shinikizo au vitisho, bali kama matokeo ya mantiki iliyojiimarisha kihistoria, kitamaduni, kijiografia, kisiasa ama kijiopolitiki na kimaadili. Iran ni taifa ambalo katika historia yake ndefu limekabiliwa mara nyingi na uvamizi na uingiliaji wa nguvu za kigeni, lakini haijawahi kuporomoka au kupoteza utambulisho wake wa msingi. Kuanzia mapambano dhidi ya falme na himaya za kale hadi enzi za ukoloni mamboleo na kipindi cha kisasa, fahamu za kitaifa za Wairan zimejengwa juu ya dhana ya kusimama imara dhidi ya ubeberu na njia zozote ambazo zinaonyesha unyanyasaji dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Historia hii imefanya fikra za wapiganaji au mapambano kuwa sehemu ya msingi ya utamaduni wa kisiasa na kijamii wa Iran. Kwa wananchi wa Iran, mapambano si kauli ya muda au mbinu za kisiasa, bali ni alama ya heshima na sharafu ya taifa. Ndani ya mfumo huu, utamaduni wa kitaifa na mshikamano wa ndani, aina yoyote ya kusalimu amri mbele ya shinikizo la nje, hasa kutoka kwa dola ambalo katika kumbukumbu ya pamoja ya taifa la Iran inahusishwa na sera za kupindua serikali, kuweka vikwazo vya kiuchumi na vitisho vya moja kwa moja, hutazamwa kama ukiukwaji wa utambulisho wa kihistoria kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni muhimu pia kuashiria ukweli kwamba eneo la Asia Magharibi, ambapo mahusiano kati ya nchi mara nyingi si imara na hutegemea mashindano ya kikabila, kidini na kijiopolitiki, Iran imeendelea kuwa mhusika wa msingi na muhimu wa siasa za eneo hilo. Tofauti na baadhi ya mataifa, Iran haijawahi kuhitaji kutii au kujifungamanisha kikamilifu na madola makubwa ili kulinda maslahi yake ya kitaifa. Aidha, jiografia ya kisiasa ya Iran, kuanzia ushawishi wake katika Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz hadi ukaribu wake na Asia ya Kati na eneo la Caucasus, imeifanya nchi hii kuwa katika kiini cha njia za nishati, biashara na migogoro ya kiusalama ya kikanda na kimataifa. Mielekeo ya Iran na kuimarisha umoja katika sera za nje, pamoja na msisitizo juu ya uhuru wa ndani na upinzani dhidi ya uwepo wa maadui, inatambulika kama vipengele vyenye ushawishi mkubwa katika mahusiano ya kikanda ya Tehran na mataifa mengine. Mwelekeo huu kwa nchi nyingi za eneo hili umejitokeza kama mfano wa harakati za kujitegemea unaosisitiza uhuru wa maamuzi ya kitaifa na kuimarisha ushirikiano wa kikanda kwa misingi ya maslahi ya pamoja badala ya utegemezi kwa madola ya nje. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilevile imekuwa mstari wa mbele katika kutetea mataifa yaliyoonewa na kudhulumiwa katika eneo, yakiwemo Palestina, Yemen na Lebanon, na imecheza jukumu muhimu na lenye athari katika kukabiliana na tamaa na upanuzi wa ushawishi wa mhimili wa Marekani na Israel katika eneo la magharibi mwa Asia. Katika ngazi za kimataifa, Iran inajitazama kama taifa linalosimama dhidi ya mfumo wa kimataifa wa ubeberu na usio wa haki. Tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, Tehran imejenga sera yake ya nje juu ya kanuni ya si mashariki si magharibi, ikimaanisha kwamba hakuna dola au nguvu yoyote iliyo na haki ya kulazimisha matakwa yake ya kitaifa ya Iran. Katika miongo ya hivi karibuni, Iran kupitia uwekezaji mkubwa wa kimkakati katika uwezo wake wa ulinzi, wa sayansi na teknolojia,
imefanikiwa kujenga aina ya nguvu madhubuti ya kuzuia kivita na hasa teknolojia ya nyuklia pamoja na uwezo wa kimtandao, na miongoni mwa viashiria muhimu kwa ajili ya kulinda mamlaka ya kitaifa, kuhifadhi usalama wa ndani na kuzuia uingiliaji na mashinikizo ya nje. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu. Kupitia The World News utaweza kufahamu